wito wetu kwa wabunge wa Kenya wote kwa pamoja wahakikisha ya kwamba wameweka kifungu rasmi kitakacholazimisha kuwe na Supreme Court ya mahakama ya kadhi isiyoingiliwa hukumu yake na mahakama nyinginezo. La kusikitisha, hata kadhi mmoja hakuhusishwa, lita chief kadhi, naiba chief kadhi, na ikiwa ni kusoma shule walizosoma wao za sharia, hata makadhi wetu wamesoma shule hizo hizo na sharia hizo hizo. Kwa hivyo kwa hakika tunazungumza na machungu sana. Kwa nini kutaka kutubadilishia hukumu za dini yetu? Kwa hivyo hili jambo twataka likome, na hatutafuata maagizo yake ya kusema mtoto nje ya ndoa arithi. Hatutafuata, tutalikhalifu, na tutawahimiza Waislamu walkhalifu neno kama hili, na wao Supreme wasiwe na uwezo kuingilia mambo ya dini ya Kiislamu. Mahakama ya kadhi imewekwa ndoa, talaka na urathi. Vipi leo waingilia mambo ya dini? Kesho watazua na mengine ambao kwamba kinyume, kufuata wao mabosi wao walioko nje huko, kwenda kinyume na dini yetu. Hii ni hujuma na ni maonevu kutumia wao nafasi zao za kazi kwamba wao ndio mwisho wa mahakama kwa Kenya, lakini hawajui kuna yule aliyoko mbinguni, Allah. Huyo ndiye hakimu wa mahakimu wote. Wasijione wamemaliza hapa duniani. Kwa ufupi, na waachia wenzangu, hatutakubali kabisa kuingiliwa mambo ya dini. Lakum dinukum waliya dini. Nyinyi muna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Makadhi wako, kwa nini kusiwe na Supreme ya Waislamu ya makadhi? Kwa nini? Kwa nini kusiwe na appeal court ya makadhi? Kwa nini kusiwe na high court? Haki tuitaka, wabunge tunawaambia tunataka hii dhulma iwe ni mwanzo na mwisho kuingiliwa katika dini. Umetuingilia katika hijabu, na leo sasa mmoja katika mambo haya, na kesho mtazua mengine. Kwanza, Uislamu kama dini imekataza na imekemea uzinifu za aina yote. Badala ya watu kufanya zina, Uislamu ameruhusu kuoa mke mmoja, 2, 3 mpaka 4. Yote ameweka Uislamu ili uzinifu na watoto wana haramu yasipatikane. Kwa hivyo mtu ambaye anazaliwa nje ya ndoa hana sababu yoyote. Sheria ya kadhi, mahakama ya kadhi, moja katika mambo ambayo inafaa hukumu ni masala ya urathi. Leo tunastaajabu watu wanajiita Waislamu, vipi, namna gani wakaweza kuacha mahakama ya kadhi za Kiislamu na kaweza kwenda mahakama ambayo si za Kiislamu, masala inayohusiana na Uislamu. Tunashangaa hawa majaji ambao wameweza kutoa uamuzi kinyume na sheria ya Kiislamu, wakati wao wanajua ya kuwa katiba hii ya 2010 ambayo watu leo wanafanya maandamano, wanafanya uharibifu, wanavunja mali za watu kwa kisingizio ya kuwa wana uhuru ya kuandamana, hawajaonekana kama wamekosea. Vipi leo mambo ya Kiislamu, mahakama ya kadhi, sheria ya dini, hawa majaji wakaweza kavunja na Waislamu zaidi ya milioni 10 na kitu ama 20 leo haki yao wakachezewa na watu watatu. The jurisdiction of Chief Kadhi and of all other Kadhis will at all times be preserved and will extend to the determination of questions of Muslim law relating to personal status, into brackets, for example, marriage, divorce, and inheritance, in proceedings in which all parties profess the Muslim religion. Ya tatu ambapo tusikitika hatupawa, ambapo ni kunyi
makubaliano, support for Arabic education, recognizing the importance of teaching of Arabic. Muslim children will be taught Arabic, and present grant in aid to Muslim primary schools in the coast region will be maintained by the Kenya government. Na ya mwisho, recognition of freehold land titles. Freehold titles to land in the coast region will at all times be recognized. Steps to continue registration of new freehold titles and the rights of the freeholders will at all times be preserved. Makosa yameanzia hapo kwamba Supreme Court tuweza kusema kwa lugha zao za kikotini na kiwakili kwamba yaitwa slip rule, SLIP rule. Therefore, ikiwa ni hivyo, basi mawakili wetu wa Kiislamu ambao ni wajuzi, sisi si mawakili tuko hapa, sisi ni viongozi wa dini, tutaomba viongozi wetu wa lawyers, advocates wa Kiislamu wa Kenya waitumie nafasi hino kufanya review, na hino inakubaliwa kisheria.